Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakujuza yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunakujuza yote yanayoendelea katika vita vya Urusi na Ukraine na mustakabali wa kumaliza vita na jinsi Urusi ilivyopokea marekebisho ya vipengele vya mpango wa Marekani katika kukomesha vita vya Ukraine. Vita nchini Ukraine bado vinaendelea, lakini pia kumekuwa na namna ambavyo mataifa matatu kwa maana Urusi, Marekani na Ukraine yapo katika mchakato wa kuchakata jinsi ya kuvimaliza vita hivyo, huku ujumbe maalum wa Rais Donald Trump ukitarajiwa kwenda Moscow kukutana na Rais Vladimir Putin katika wiki ijayo. Urusi imesema imeona nakala ya hivi punde ya rasimu ya mpango wa Marekani ya kukomesha vita vya Ukraine na imesema kwamba baadhi ya vipengele vilivyorekebishwa ni chanya, lakini inataka majadiliano kuhusu sehemu zingine za mpango huo mpya uliorekebishwa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Serhiy Ryabkov amesema Urusi haitokubali kugaragazwa ili kufikia utatuzi wa mgogoro wa Ukraine. Ryabkov amesema maboresho na marekebisho kwenye mpango huu ni sehemu ya mchakato wa mazungumzo. Haitawezekana kufikia makubaliano iwapo sisi tutalazimishwa kuacha nia yetu ya kufikia malengo muhimu tunayokubaliana nayo, ambayo ni pamoja na yale yanayohusu operesheni yetu maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Urusi inasema itasimama imara kulingana na matokeo yoyote na tutachukua hatua ipasavyo kutokana na kinachoendelea sasa kwa kufuata kanuni za msingi zilizowekwa wazi, anasema Ryabkov. Urusi pia imesema inatarajia mjumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff atamtembelea rais wa Urusi Vladimir Putin wiki ijayo kwa majadiliano yanayolenga kuongeza kasi juhudi za kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita vya Ukraine vilivyodumu karibu miaka 4. Hata hivyo, imelaani kuvuja kwa mkanda wa mazungumzo kati ya washauri wakuu wa Marekani kwa maana Rais Donald Trump na Rais Vladimir Putin, na imesema kwamba hilo ni jaribio lisilokubalika na kuyadhoofisha mazungumzo ya amani ya Ukraine na kile kinachochochea vita mseto. Rais Trump amesemaje? Rais Trump amesema anatazamia kukutana na Putin na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika siku za hivi karibuni, lakini tu wakati makubaliano ya amani yatakapokamilika au yakiwa katika hatua zake za mwisho. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema Ulaya itaendelea kuiunga mkono Ukraine na kuishinikiza Urusi dhidi ya amani ya haki ya kudumu ipatikane, na ameutaja mpango uliorekebishwa na Marekani kuwa ni hatua ya kwanza ya kuvikomesha vita. Hata hivyo, Umoja wa Ulaya EU haukubaliani na namna ambavyo vipengele vya awali karibia 28 vya kumaliza vita hivyo, ikisema kwamba ni vipengele ambavyo vimependelea Urusi kwa kiasi kikubwa kuliko kuangalia watu wa Ukraine. Lakini yote hayo kwa upande wa Urusi nao pia umesema kwamba hauwezi kukubaliana na mpango ambao utasimamiwa na watu wa Magharibi, huku waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov akisema kwamba kamwe hawatakubaliana ikiwa nchi za Magharibi hasa Umoja wa Ulaya utaingilia kati katika kumaliza vita hivyo. Hatutakuwa tayari kuruhusu watu wa Ulaya waingilie kati. Ni watu ambao wametengeneza mazingira ya Rusofobia, kwa maana kuwatenga Warusi na kuwanyanyasa. Hatuwezi kukubaliana na mpango huu. Lazima tumalize vita kama tulivyovianza. Mataifa Magharibi yamekuwa siku zote yakichochea vita hivi. Hatuwezi tukakubaliana na mpango huu kama ambavyo wao sasa hawataki kukubaliana. Hatuhitaji kuwaona watu wa Ulaya katika kumaliza vita hivi, anasema waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.